Dini.com. Simleble. Mama! Picha linaanza. Oh yes, picha linaanza na bado tunaitafakari Afrika, na leo tupo kwenye sehemu ya 12, tunaelekea sehemu ya 15. Ni episode ambazo nikiziangalia YouTube kuna watu wanasema hii session ilitakiwa ifundishwe mashuleni. Kiukweli kabisa, nashukuru kwa kila comment ambayo unanipa, kwa sababu hii nguvu pia kuendelea hadi 15 ulinipa wewe. So leo tunatazama issue nyingine kuhusiana na Afrika, na ni AI ambayo tumeizungumza kwenye episodi za nyuma mara nyingi, lakini leo tunaangalia na kutafakari jambo moja. Afrika itakuja kutawala AI au itatawaliwa na AI? Anayetuletea tafakari hii ni yule mkali wa hizi kazi, Razim Tamaduni. Picha linaanza. Miaka michache iliyopita, kama kuna mtu angekuambia ndani ya dakika 5 unaweza kuzungumza na mama yako kwenye video call, ukaona uso wake, ukasikia sauti yake, ukamuuliza maswali na akakujibu kawaida kabisa, alafu baadaye ugundue huyo hakuwa mama yako bali ni kompyuta iliyojifunza sura na sauti yake, wengi wangeona hiyo ni hadithi ya science fiction. In fact, tuliwahi kukuletea zamani sana hii issue ya deepfake, lakini wachache sana walielewa tulichokuwa tunazungumza wakati ule. Leo hii si hadithi tena. Mwaka huu kumekuwa na wimbi la video zinazozunguka duniani zikionyesha watu wakijaribu kufichua matapeli wanaotumia deepfake kwenye video calls. Kwenye video moja iliyo trend, mwamba mmoja alikuwa akizungumza kwenye video call. Aliombwa afanye kitu kimoja rahisi sana, ainue vidole vitatu mbele ya uso wake. Ghafla akaanza kuzungusha maelezo, akaonekana hataki kufanya hivyo. Watu wakaanza kuhisi kuna kitu hakipo sawa. Wakati huo mbinu hiyo ilikuwa imeanza kujulikana kama njia ya kugundua deepfake ya live. How do I know you're not some AI thing though? How would I be able to tell? Here, man. Sorry, can you hold that up? It's not AI. Oh, I see. I thought it would be your name. You know, is there What's not going some on? way of telling whether you're real or not? Can you like hold up 3 fingers in front of your face or anything? Oh, come on. That's too much. Well, I'll do that here. In front of your face? What do you mean? I mean, that's too much. Come on, Ronnie. Why would it affect the AI if it was in front of your face? Well, I think that, is that enough? No, it's not in front of your face. Well, that's too much, don't you think? Yes, it is, because... Lakini tatizo ni kwamba hata wataalamu wa AI leo wanakubali kwamba mbinu hiyo inazeeka haraka. AI mpya tayari inaanza kuvuka mtego huo. Kilichokuwa kinaweza kufichua uongo miezi michache iliyopita kinaweza kisifanye kazi tena kesho. Na hapo ndipo tafakari yetu inaanza. Kwa sababu mjadala mkubwa kuhusu AI sio kuhusu ChatGPT, sio kuhusu kutengeneza picha, sio kuhusu kufanya homework. Huo ni layer ya juu kabisa ya jambo kubwa. Mjadala wa kweli ni huu. Wakati Marekani na China wanakimbia kwa kasi kuelekea zama za artificial intelligence, Afrika ipo wapi? Tutakuwa wamiliki wa teknolojia hii au tutakuwa watu wa kwanza kutawaliwa nayo? Kwa miaka mingi dunia imekuwa ikizungumzia mafuta kama nguvu ya karne ya 20. Lakini karne hii mpya, mafuta mapya ni data. Na episodi za nyuma tulikuletea tafakari kuhusu nani anahifadhi data za Afrika. Data ndiyo chakula kikuu cha AI. Kila picha unayoposti, kila sauti unayorekodi, kila video unayoposti mtandaoni, kila search unayoifanya, kila mahali unapobonyeza, vyote vinakuwa data. Na data ndiyo inayofundisha AI jinsi ya kufikiri. Tatizo ni kwamba Waafrika wengi bado wanaifikiria AI kama app, lakini mataifa makubwa yanaiona kama miundombinu ya power ya karne ya 21. Ndio maana leo Marekani na China zimeingia kwenye mashindano ambayo yanafananishwa na mbio za silaha za nyuklia za karne iliyopita. Na jambo la kushangaza ni kwamba hata viongozi ambao kwa muda mrefu walikuwa wanaonekana kuipa teknolojia hii uhuru mkubwa, wanaanza kubadilisha msimamo. Siku chache zilizopita, Rais Donald Trump alisaini amri inayowataka watengenezaji wakubwa wa AI kuwasilisha mifumo yao ya kisasa kwa serikali kwa ajili ya tathmini ya usalama kabla ya kuachiwa public. Sababu iliyotolewa ni kwamba
Mifumo hii ina uwezo mkubwa kiasi kwamba inaweza kuathiri usalama wa taifa, miundombinu muhimu na mazingira ya cyber security. Just imagine hilo kwa sekunde moja tu, kwamba serikali yenye nguvu zaidi duniani inaanza kusema kwamba kuna teknolojia ambazo haziwezi tena kuachiwa kampuni za teknolojia pekee ziende nazo zinavyotaka. Wakati huo huo, Vatican imeendelea kutoa tahadhari kuhusu AI. Papa ameonya kwamba teknolojia hii inaweza kuleta manufaa makubwa, lakini inaleta maswali makubwa kuhusu ukweli, utu wa binadamu, maendeleo ya watoto na uwezo wetu wa kutofautisha kati ya ukweli na uongo. Kwa lugha nyingine, watu wanaoongoza serikali na taasisi za kiroho wanaanza kuzungumza kitu kimoja: udhibiti. Miaka michache iliyopita, watu waliokuwa wakisema AI inahitaji kudhibitiwa walionekana kama wanaogopa maendeleo. Sisi pia tulikuletea episodi nzima na tuligusia deep kuhusu umuhimu wa udhibiti wa hizi tech. Sasa ambayo imekaribia na tunaingia na ni muhimu sana kupay attention ni kutoka hapa, Digital World Order. Hii Digital World Order haipo chini ya serikali yoyote duniani, ipo chini ya makampuni ya wahuni binafsi ya teknolojia. Huu ni mjadala kote duniani. Juzi tumemwona mshikaji ambaye ametengeneza ChatGPT, yeye mwenyewe ametoka kwenye bunge la Marekani akasema, jamani, hiki kitu inafaa kiangaliwe. My worst fears are that we the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government. I'm nervous about it. Nyinyi kama wanasayansi mnafanya kazi kwenye hiyo teknolojia, hujai kufikiria hivyo kwa jamani, tunahitaji regulation? Zinahitajika. Kiukweli zinahitajika. Kwa namna moja ama nyingine. So ni kama kilio chetu kimefika na dunia imeona tulichokuwa tunakiona leo. Mjadala umebadilika. Swali sio kama AI idhibitiwe, swali ni namna gani idhibitiwe bila kuua ubunifu. Lakini wakati dunia inajadili udhibiti wa AI, Afrika bado ipo kwenye hatua za kwanza kabisa, hatua ya kuelewa tatizo lenyewe. Kwa sababu ukweli mchungu ni huu: watu wengi Afrika wanajua kutumia AI, lakini wachache sana wanaielewa AI. Na kuna tofauti kubwa kati ya vitu hivyo viwili. Kujua kuendesha gari haimaanishi unaelewa jinsi injini inavyofanya kazi. Kujua kutumia AI hakumaanishi unaelewa AI. Watu wengi wanafikiri AI ni chatbot, lakini AI ni zaidi ya hapo. Ni mfumo unaoweza kuandika, kuchora, kusoma, kutafsiri, kuendesha magari, kufuatilia watu, kuchambua tabia, kufanya maamuzi, na katika baadhi ya maeneo tayari inaanza kufanya kazi ambazo zamani zilihitaji binadamu. Ndio maana swali la Afrika litatawaliwa na AI ni muhimu sana, kwa sababu watu wengi wanapofikiria kutawaliwa wanafikiria askari, mizinga na bendera. Lakini karne hii inaweza kuwa tofauti. Kwa mfano, fikiria situation ambapo mifumo ya AI inayotumiwa na benki zetu, hospitali zetu, shule zetu, mahakama zetu, mitandao yetu ya habari na hata mifumo yetu ya uchaguzi inatengenezwa nje ya Afrika. Fikiria kwamba sheria zinazotumika kwenye mifumo hiyo zinatungwa nje ya Afrika. Fikiria kwamba data zinazotumika kuifundisha AI hiyo zinahifadhiwa nje ya Afrika. Halafu jiulize swali: nani anamiliki maamuzi? Nani anamiliki maarifa? Nani anamiliki future? Hapa ndipo tunafika kwenye dhana ya data sovereignty, utawala wa data. Kwa lugha rahisi, data sovereignty ni uwezo wa taifa kumiliki na kudhibiti taarifa za watu wake. Kwa karne iliyopita mataifa yalilinda mafuta. Kwenye karne hii tunajaribu kulinda data, kwa sababu anayemiliki data ana uwezo mkubwa wa kujenga AI bora. Anayejenga AI bora ana uwezo mkubwa wa kuathiri uchumi wa kesho. Tatizo jingine ni lugha. Leo AI nyingi duniani zimefundishwa kwa Kiingereza, Kichina na lugha nyingine kubwa. Lakini Afrika ina maelfu ya lugha: Kiswahili, Yoruba, Kizulu, Hausa na nyingine nyingi. Ikiwa AI haitofundishwa kuelewa lugha za Waafrika, basi Waafrika wataendelea kutumia mifumo iliyojengwa kwa mantiki za watu wengine. Na hapa ndipo unaweza kuibuka aina mpya ya utegemezi wa kidigito. Lakini tukumbuke, si kila kitu ni tishio. Kuna fursa kubwa pia.
Kijana wa Afrika mwenye laptop na internet leo anaweza kufanya kazi kwenye kampuni iliyopo London, New York au Singapore bila kuondoka nyumbani kwake. Anaweza kutumia AI kuandika, kutengeneza video, kufanya research, kutengeneza software au kuuza huduma duniani. Kwa mara ya kwanza katika historia, nguvu ya ubongo wako inaweza kuwa muhimu kuliko mahali ulipozaliwa. Lakini hapa kuna tatizo. Wakati AI inafungua ajira mpya, pia inaanza kufunga baadhi ya milango ya zamani. Kazi nyingi za kawaida zinazotegemea kurudia kazi zile zile zimeanza kuwa hatarini. Ukiona tu aina ya kazi yako ni ile ambayo unavyoifanya leo, ndio hivyo hivyo utakavyoifanya kesho, kazi unayo. Mifano ya hizo kazi ni customer service, data entry, baadhi ya kazi za uandishi, baadhi ya kazi za tafsiri, baadhi ya kazi za graphic design. Na hii haimaanishi watu wote watapoteza kazi, lakini hii inamaanisha kwamba soko la ajira litabadilika kwa kasi kubwa. Na uelewe pia, AI haitochukua ajira yako, ila mtu anayeielewa AI kuliko wewe ndo atachukua ajira zenu. Yaani ofisini kwenu anaajiriwa mtu mmoja kuchukua kazi zilizokuwa zinafanywa na watu 10. Na historia inaonyesha kitu kimoja: wale wanaochelewa kuelewa mabadiliko wanaathirika wa kwanza. Sasa turudi kwenye deepfake, kwa sababu deepfake ndio dirisha linalotuonyesha mustakabali huu kwa macho. Leo unaweza kudanganywa kwa video, kesho unaweza kudanganywa kwa sauti, kesho kutwa unaweza kudanganywa na mtu ambaye hayupo kabisa. Yaani unachati na mchumba na unaona anaposti picha zake akiwa maeneo mbalimbali unayoyafahamu, lakini kumbe ni AI. Wataalamu wa usalama tayari wameonya kwamba mifumo ya deepfake inatumika kwenye utapeli, udanganyifu wa kifedha na kampeni za upotoshaji wa kisiasa. Pia watafiti wameonyesha kwamba kadri teknolojia inavyoboreshwa, inakuwa vigumu sana kutambua kwa macho ya kawaida. Na hapa ndipo Afrika inakuwa vulnerable mara mbili, kwa sababu changamoto si teknolojia pekee. Changamoto ni elimu kuhusu teknolojia. Mtu ambaye hajui internet ilivyo, anawezaje kuelewa deepfake? Mtu ambaye hajui data ni nini, ataelewaje data utawala? Mtu ambaye hajui AI inafundishwaje, ataelewaje hatari zake? Ndio maana mjadala wa AI Afrika si mjadala wa mainjinia pekee, ni mjadala wa walimu, wanasiasa, waandishi wa habari, wazazi, wanafunzi na viongozi wa dini. Kwa sababu kile kinachokuja si app mpya, ni mabadiliko ya mfumo mzima wa maisha. Miaka 100 iliyopita, nchi zilizochelewa kuelewa mapinduzi ya viwanda zilibaki nyuma kwa vizazi na vizazi hadi leo. Na leo dunia ipo kwenye mapinduzi mapya, mapinduzi ya akili za mashine. Swali si kama yataendelea, kwa sababu ni unquestionable. Swali ni nani atayaongoza? Na hapo ndipo tunarudi kwenye swali la tafakari yetu la mwanzo: Afrika itamiliki AI au itatawaliwa na AI? Jibu halipo Silicon Valley Marekani, halipo Beijing. Jibu lipo hapa Afrika, kwenye shule zetu, kwenye sera zetu, kwenye uwezo wetu wa kuelewa teknolojia kabla haijatuelewa sisi. Kwa sababu kwenye karne hii ya 21, taifa ambalo halimiliki data zake, halijengi teknolojia zake na halielewi mifumo inayounda maamuzi yake, linaweza kuwa huru kwa jina, lakini likawa tegemezi kwa vitendo. Na pengine hilo ndilo somo kubwa zaidi la AI. Hatari si kwamba mashine zitakuwa na akili kuliko binadamu. Hatari ni kwamba binadamu wataacha kuelewa mifumo inayowaongoza. Na siku hiyo ikifika, huenda tusiwe tumetawaliwa na robot, tutakuwa tumetawaliwa na wale wanaozimiliki. Na uwezo wa AI ni zaidi ya utawala tunaouona sasa. Mungu ibariki Afrika. Mungu fungua akili zetu wa Afrika. Imeandaliwa na Grayson Gideon. Hii ni sauti ya Razi Mtamadun. Instagram nifuate kama Razi_Mtamadun. Hii ni madini.com. Unaenjoy? Unaweza kutusupport kupitia YouTube. Search madini.com, bonyeza subscribe.